Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwepo na taarifa ambazo zimesambaa sana huko mtandaoni kuhusiana na baadhi ya matukio ambayo yametokea kufuatia kwa mashambulio katika nchi kama vile Dubai kutoka Israeli. So ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimeibua taharuki kubwa sana na kupelekea hata ndege za Air Tanzania kusitisha safari zake kwenda huko nchini Dubai. Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa awali kabisa ni kwamba shirika la ndege la Air Tanzania limetangaza kusitisha safari zake zote za kwenda Dubai na kutoka Dubai, yani UAE, United Arab Emirates, kufuatia kufungwa kwa anga katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi yakiwa yanaendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kupitia taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma ATCL, inasema kwamba uamuzi huo umechukuliwa kwa maslahi ya usalama wa abiria, wahudumu pamoja na ndege zao, kwani ulinzi wa abiria na wafanyakazi wake ni kipaumbele cha juu, na kwamba inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo kabla ya kurejesha safari hizo mara tu itakapothibitika kuwa mazingira ni salama na thabiti. ATCL imewataarifu wateja wote wenye tiketi za kusafiri kwenda au kutoka Dubai katika kipindi hiki kuwa wanaweza kubadilisha ratiba za safari zao kulingana na upatikanaji wa nafasi bila kutozwa gharama yoyote ile ya zaidi, ambapo kituo cha mawasiliano kwa wateja pamoja na ofisi za mauzo zitaendelea kutoa msaada kwa wateja wanaohitaji kufanya mabadiliko au kupata maelezo zaidi. Vilevile, shirika hilo limeomba radhi kwa usumbufu wowote ule ambao umeweza kujitokeza kutokana na sitisho hilo na kuwataka abiria kuwa na subira wakati hali ikiendelea kufuatiliwa, ambapo taarifa zaidi zitatolewa kupitia njia rasmi za mawasiliano za shirika hilo. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ni kwamba tokea siku ya jana actually kulikuwa kuna hizi taarifa ambazo zilikuwa zimeshaanza kusambaa mitandaoni zikiwa zinaonyesha milipuko katika miji mbalimbali ya Kiarabu huko ikiwemo Dubai, jambo ambalo kiukweli limewashangaza watu wengi na limeshtua watu wengi, ukizingatia kwamba mpaka viongozi wa baadhi ya nchi za Kiarabu huko wamepoteza maisha. Ambapo kwa taarifa ambazo tulizipata pia ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani ilisema kuwa historia inaonyesha kuwa raia wa Irani hawajawahi kuinamisha vichwa mbele ya mashinikizo au uvamizi wa kigeni, na kwamba kama walivyokuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo ndivyo watakavyokuwa tayari zaidi kwa ajili ya ulinzi. Hivyo basi vikosi vya ulinzi vya Irani vitachukua hatua kwa nguvu na mamlaka kamili. Tamko hili limetolewa ikiwa ni saa kadhaa tangu Marekani na Israeli iliposhambulia Irani, ambapo wizara hiyo inasema kwamba katika siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mipaka na mamlaka halali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani vimekiukwa waziwazi, ambapo miundombinu ya ulinzi pamoja na maeneo ya kiraia katika miji kadhaa imelengwa. Lakini baada ya matamko hayo bwana, ndipo hapo ndege isiyo na rubani ya Irani ilishambulia jengo ambapo maafisa wa Marekani waliripotiwa kujificha. Umeona bwana kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia vile ndege ya kisasa isiyo na rubani ya Irani aina ya Shahid ililenga na kuharibu mfumo wa rada wa Marekani ulioko Bahrain huko Uarabuni.
So kwa kifupi ni kwamba sasa hivi bwana, kumekuwepo na hayo machafuko na hapa taarifa zaidi wameandika kwamba Irani imesema kuwa ndege yake isiyo na rubani imefanya mashambulizi katika jengo moja la ghorofa nchini Bahrain, lakini pia vile ambako iliripotiwa kuwa maafisa wa Marekani walikuwa wamejificha. Katika chapisho hilo la ubalozi wa Irani nchini Tanzania leo pia vile lililosema kuwa haya ni baadhi ya mashambulizi ya kisasi yaliyofanywa leo na Iran katika maeneo muhimu ya maadui, lakini pia vile limeanza kuwa ndege yake wameeleza kuwa ndege yake isiyokuwa na rubani imelenga na kuharibu mfumo wa rada wa Marekani uliopo nchini Bahrain pamoja na kulipua kituo kikuu cha uwekezaji cha familia ya Trump kilichopo Dubai, yani United Arab Emirates. Kwa hiyo kile bwana kilikuwa ni kituo cha uwekezaji huko Dubai, nacho pia kimeshambuliwa moja kwa moja na Iran. Sasa kutokana na hayo yote ambayo yamejitokeza huko Uarabuni, bwana, taarifa ambazo zimetufikia ukiachana na issue nzima ya swala la Air Tanzania kusitisha safari zake za kwenda Dubai, taarifa nyingine ambayo imetufikia ni kwamba Watanzania waliokwama Dubai wamekuwa wakiomba msaada. Umeona hiyo ni taarifa nyingine ambayo imetufikia, Watanzania waliokwama huko Dubai wameanza kuomba msaada. Taarifa kamili inasema kwamba baadhi ya raia wa Tanzania wakiwemo wanaosoma Dubai wameiomba serikali ya Tanzania kuwapatia msaada wa kuwaondoa Dubai na kurudi Tanzania baada ya hali ya wasiwasi kuendelea kutanda juu ya usalama wao kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya makombora ya Irani kwenye maeneo mbalimbali ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakizungumza na vyombo vya habari huku Tanzania, wanafunzi hao ambao waliondolewa katika vyumba vyao ili kujificha kwenye maegesho ya magari chini ya majengo wanamoishi na baadaye kurejeshwa vyumbani kwao kwa tahadhari, wameiomba serikali kufanya mpango wa kuwasafirisha kwa gari kutoka Dubai kwenda nchi nyingine za jirani ili iwe rahisi kupata usafiri wa ndege kurejea Tanzania. Mmoja kati ya wanafunzi hao wamesema kwamba wamejaribu kutoka Dubai kwa gari za kukodi kuelekea nchi jirani, lakini kampuni za usafirishaji zimegoma kufanya biashara hiyo kwa hofu dhidi ya mashambulizi yanayoendelea kwa sasa. Amezungumza mwanafunzi huyu akidai kwamba wako zaidi ya watu 100 wanaoishi maeneo mbalimbali. Tulijaribu kutafuta magari ili tuweze kuelekea hata Omani, lakini madereva wote wanakataa kusafirisha. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ni kwamba Watanzania wanaomba msaada kutokana na mashambulio ambayo yanaendelea huko Dubai. Why isn't it being intercepted?